Yes, tuko pamoja, tuko sawa kabisa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro Media. Ni kuombe kama bado haujaungana nasi, hakikisha umebonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata zile taarifa muhimu mbalimbali ambazo zinajiri nasi tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, kama unaofahamu kwamba tuliwahi kukuletea habari inayohusiana na swala zima la ujenzi wa uwanja ambapo Young Africans walifanya sherehe ya kuweza kupata mkataba ama kutia saini mkataba wa ujenzi wa uwanja huo ukiwa unasimamiwa na kampuni ya GSM Company Limited, ambapo tuliarifiwa kwamba baada ya siku ya sherehe, siku ya pili, uwanja huo ungeweza kuanza mchakato wa kujengwa, lakini kukawa kimya sana. Kila tukihudhuria eneo ambalo ndilo maalum kwa ajili ya ujenzi huo, tukawa tunaambulia patupu. Sasa good news ni kwamba leo hii asubuhi tumefika na tumeona tayari kumeanza kuchangamka. Ukiangalia katika video hii nilokuwekea, utaona mbele kabisa kule kuna lile jengo la Yanga ambalo ndio linatumika kwa ajili ya ofisi na mambo mengine, lakini hapa tulipo ambako tunakuonyeshia ndiko uwanja huu unajengwa, na asubuhi ya leo tumeona baadhi ya vifaa vikiwa vinafanya kazi. Tumeona maboldoza yakiwa yanasafisha eneo hili na kuweza kuweka level ili mchakato mwingine uanze na mambo yaweze kuendelea. So kwa wale ambao walikuwa pengine hawaamini kama jambo hili linakwenda kutekelezeka, ni wazi, ni dhahiri shahiri tayari mambo yameanza kuiva kweli kweli. Nafikiri GSM na engineer Hersi Said walikuwa wanamaanisha kile walichosema kwamba wanakwenda kujenga uwanja. Tazama vizuri eneo hili, namna ambavyo tayari limeweza kusafishwa hapa, namna ambavyo wanaendelea kutengeneza ile level ya usawa ili waweze sasa kuanza rasmi ujenzi huo. Ukitazama utaona kwenye sehemu ambazo uko na madimbwi wameweza kufukia, waliweza kushusha kifusi, lakini pia wameweza kukongua lile tabaka la juu kabisa na kutengeneza ile level ya usawa kabisa. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanapata level moja ili waweze kutengeneza uwanja. Na hili hapa lote ni eneo ambalo linapatikana hapa Kaunda jijini Dar es Salaam. Ukiangalia kule maeneo ya Kariakoo, majengo mbalimbali unayaona kwa mbele yako, lakini pia jengo la Yanga unaliona, lakini kuna majengo mengine ambayo nafikiri kwa wale ambao ni wenyeji wa eneo hili wanajua kabisa hapa ni wapi. Ni sehemu rasmi kabisa ambayo ujenzi huu wa uwanja unachukua nafasi yake. Tuandike maoni yako kwenye comment section. Unachukuliaje mchakato huu ambao umeanza leo hii asubuhi na tayari tunaona mambo yanakwenda kuwa sawia kweli kweli? Nini unahisi viongozi wa Yanga wamegundua na nini wanakitarajia wanachama na mashabiki wa Yanga kuelekea katika kukamilisha ujenzi huu, ambao eneo hili ambalo unaliona hapa ndilo eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya ujenzi huu, na tayari kama unavyoona hapa alama bado hazijafutika, ni asubuhi tu kama nilivyokueleza kwamba ndivyo mambo haya yamefanyika hapa. Utaona kwa mbali kule kuna gari zinapita, pia ni barabarani, na eneo hili sasa ndiyo rasmi kwa ajili ya uwanja huo. Tupate maoni yako kwenye comment section. Pia unafikiri kuanza huku kunachangia ama kunapelekea kukamilika kwa